Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alinukuliwa akisema kwamba wakati huu yeye ni vigumu kufanya mazungumzo na rais wa China Xi Jinping, lakini anasema amepata mwaliko kwa Uchina. Mwaliko huo umetolewa wakati wa mazungumzo ya simu ambayo rais wa Marekani aliyataja kuwa mazuri sana. Trump alisema kupitia ukurasa wake wa X. Rais huyo wa Marekani amesema kuwa mwenzake wa China Xi Jinping amemwalika kutembelea Beijing wakati wa mazungumzo ya simu ya siku ya Alhamisi yenye lengo la kupunguza mvutano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Mazungumzo hayo ya dakika 90 yameripotiwa kwanza na vyombo vya habari vya serikali ya China, ambayo yalithibitishwa baadaye na Trump kwenye ukurasa wake wa Truth Social. Kiongozi huyo wa Marekani alielezea kama simu nzuri sana iliyolenga karibu kabisa katika mambo ya kibiashara. Trump alisema katika ukurasa wa X kwamba alimwalika yeye na mama wa rais, Melania Trump, kutembelea China na kwamba amekubali. Rais wa Marekani amekubali kwenda nchini China kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Xi Jinping. Kama marais wa mataifa mawili makuu, hili ni jambo ambalo sote tunatazamia kufanya, aliandika rais wa Marekani Bwana Trump. Trump alitembelea Beijing mara ya mwisho mwaka 2017, chini ya mwaka mmoja ndani ya muhula wake wa kwanza. Mara ya mwisho Xi alisafiri hadi Marekani ilikuwa ni Novemba mwaka 2023 kwa mkutano wa kilele wa kibiashara, lakini mapokezi yake ya hivi majuzi katika ngazi ya serikali yalikuwa mwaka 2015 chini ya rais wa wakati huo Barack Obama. Wito huo wa Alhamisi ulikuwa mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Xi Jinping na Trump tangu arejea ikulu ya White House, na ulilenga kuleta utulivu baada ya Trump kuzua mzozo wa kibiashara na China mapema mwaka huu. Mvutano wa kibiashara umeongezeka sana mnamo Aprili 2 wakati Trump aliweka ushuru mpya wa kibiashara kutoka nchi zaidi ya 90 pamoja na Uchina, akitoa mfano kukosekana kwa usawa wa kibiashara. Beijing ililipiza kisasi na kumfanya Trump kupandisha ushuru wa Marekani kwa bidhaa za China hadi 145%, huku ushuru wa China kwa bidhaa za Marekani ukifika 125%. Pande hizo zilifikia mapatano dhaifu ya kibiashara huko Geneva mnamo Mei 12 na kukubaliana kusitishwa kwa siku 90 kwa ongezeko la kwanza la ushuru wa Marekani na hatua za maelewano kutoka Beijing. Pia waliahidi kurudisha nyuma nyongeza zaidi za ushuru, lakini walikubali kudumisha ushuru wa awali wa 10% wa uagizaji wa bidhaa zote kwa pande zote mbili. Hata hivyo, mvutano ulizuka tena wiki hii huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kukiuka makubaliano ya Geneva. Wizara ya mambo ya nje ya China siku ya Jumatano ilishutumu udhibiti wa hivi punde wa usafirishaji wa chipsi wa Marekani kama hatua zenye madhara makali, ikionya kwamba kushinikiza na kulazimisha haikuwa njia sahihi ya kuishirikisha China. Trump alisema timu za wafanyabiashara za Amerika na Uchina zitakutana hivi karibuni katika eneo litakaloamuliwa. Ujumbe wa Marekani utajumuisha waziri wa uchumi Scott Bessent, waziri wa biashara Howard Lutnick na mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamieson Greer. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.